kwa moyo, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani. Kazi ya Bwana, moyo fanye kwa moyo, kazi ya Bwana, moyo fanye kwa moyo, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani. Kazi ya Bwana, moyo fanye kwa moyo, kazi ya Bwana, moyo fanye kwa moyo, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani, bila kubembelezwa jamani. Kazi mavuno mengi, watenda kazi wachache. Shambani mwa Bwana mavuno mengi, Bwana anasema watenda kazi wachache. Shambani mwa Jehova mavuno mengi sana, Bwana anasema watenda kazi wachache. Watenda kazi ni nani kama sio mimi na wewe? Watenda kazi ni nani kama sio mimi na wewe? Shambani mwa Bwana mavuno mengi, inatupasa kuifanya kazi yake kwa moyo jamani. Kazi ya Bwana, fanya kwa moyo, kazi ya Bwana, fanya kwa moyo, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani, bila kusukuma wala kubembelezwa jamani. Kazi ya Bwana, moyo fanya kwa moyo, kazi ya Bwana, moyo fanya kwa moyo. Asante sana mwimbaji wetu Boni Mwaitege kutoka Tanzania. Ametuletea wimbo unasema kazi ya Bwana tuifanye kwa moyo, na anasema wafanyakazi ni mimi na wewe ambaye tulifanyiwa kazi na sisi tunahitajika kufanya kazi. Kwa hivyo bila kuchelewa, na wakaribisha tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nataka tuingie kwenye ibada yetu ya siku ya leo. Nataka ujiandae, chukua kalamu na karatasi ili kwamba angalau upate jambo moja ama mbili ambayo inaweza kusaidia maisha yako, ambayo italeta nuru katika maisha yako, jambo moja ambalo litaleta mwangaza kwenye maisha yako. Kwa hivyo bila kuchelewa, nataka nikwambie tunaenda kuzungumza leo kuhusu injili na mwinjilisti, ama l'évangile et l'évangéliste. Ni mambo mawili ambayo yanaenda pamoja. Inabidi tujue injili ni nini na mwinjilisti ni nani, ama evangile ni nini na evangeliste ni nani. Ni somo ambalo litakusaidia sana wewe ambaye ni mwinjilisti, ambaye unanisikiliza saa hizi, wewe ambaye ni ndugu na dada katika Kristo. Utajielewa mahali yako ni gani, utaelewa mimi katika kazi ya Bwana. Mwimbaji ametuambia watenda kazi kazi ni nyingi, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe utajua kazi yangu ni wapi. Na kichwa cha neno nimesema injili na mwinjilisti. Tukisoma kwenye Mathayo 24, acha nende nikaombe kwanza kabla nisome. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwamba salama, alfa na omega, simba kabila ya kimbilio la msaada kweli, mfalme nguvu, mwenye uwezo wa mamlaka, mshindi, na lisifu na kulia asante na kulia jina lako kwa muda kama huu. Bwana majeshi, nahitaji nguvu na uwezo wako Bwana kuingia kwenye mahali hapa Bwana. Mfalme, nahitaji uwezo wako Mfalme. Acha Bwana majeshi ukanitawale. Acha nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu Bwana ukanitawale. Inaharibu kila mipango ya ibilisi, kila njama zote za shetani ambazo zinaweza kuinuka mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie mwamba salama, nipe nguvu na uwezo. Sema nami Bwana majeshi, mimi ni kama vile chombo Bwana majeshi. Nisaidie mwamba salama, kila ambacho nitanena Bwana kiwe msaada kwa ndugu na dada katika Kristo ambao wanaenda kunifuata saa hizi. Fungua mioyo zao, fungua masikio yao Bwana majeshi, ili kwamba waweze wakasaidike mchana leo. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Nimesema kichwa cha neno ni injili na mwinjilisti. Na tutasoma kwenye Mathayo 24, ni pale tutaingilia Mathayo 24:14. Ni Yesu alikuwa anasema, na hii habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwengu pote kama ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo mwisho utafika. Hii habari njema itahubiriwa ulimwenguni pote kama ushuhuda
kwa mataifa yote, ndipo mwisho utafika. Tukisoma Warumi 10 mstari wa 15 ama Rome 10 verset 15 inatuambia, na watu watahubirije kama hawakutumwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri mno miguu ya hao wahubirio habari njema. Tukisoma hapa kuna jambo liliko kome sana. Katika Mathayo 24:14 inatuambia habari njema. Tukisoma kwenye Warumi 10 mstari wa 15 inatuambia habari njema. Na tusome Isaya 22:52 ama Isaiah 52 verset 7 inasema, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye atangazaye wokovu, awambie Sayuni, Mungu wako anamiliki. Kwa hivyo kuna common point, kuna points zilizo kome kwa hizi shairi zote tatu, ni habari njema. Na mimi na watu tuko mahali hapa, nataka twende tukajifunze kuhusu injili ama kuhusu habari njema. Ni somo ambalo tunazungumzia leo, injili ni nini na mwinjilisti ni nani. Aseme miguu ipelekayo habari njema, habari ya amani, habari ya upendo mahali kumekuwa na mizozo, mahali kuna moto unatafuta kuwaka. Kuna ile miguu mahali kwenye watu wamefungwa kwenye makamba. Kuna ile miguu ambayo inapeleka habari njema. Ina heri miguu ambayo inapeleka habari njema, habari ya kuleta mwangaza mahali kumekuwa na giza, habari ya kuleta kufunguliwa mahali watu wamefungwa, habari ya kuleta watu pamoja mahali wametengana. Aseme ile miguu ina heri. Lakini nataka tuzungumze zaidi ya ile, twende zaidi ya pale, tuangalie injili ni nini. Najua injili kama vile tumetangulia pale, haiko tu habari njema kwa sababu inatuletea inatubiria juu ya baraka za kimwili, mafanikio, prosperity, lakini ni habari njema kwa sababu inaturevele, inatufunulia siri ya ufalme wa mbingu. Ndio pale Mathayo 24 aseme habari njema itabiriwa ulimwengu mzima kuwa ushuhuda, na huo mwisho utakuja. Kwa hivyo injili sio habari njema tu kwa sababu inatuambia utanunua magari, utajenga manyumba, utapata mume, utapata mtoto, utapata sijui kazi. Hapana, lakini habari njema kwa sababu imetuletea, imefungua macho yetu katika giza tulikuwa ndani, imetufungua macho na kutuonesha siri za kuingia kwenye ufalme wa mbingu. Sababu kama ingekuwa sema ilikuwa ni habari ya kununua magari, kujenga manyumba, Yesu Kristo na wafuasi wake ama mitume wangependwa sana na dunia. Lakini hawakukuja kwa sababu wapendwe na dunia, sababu injili walikuja nayo ilikuwa ni injili ya kuleta amani. Aseme mimi sijakuja kuleta amani. Kuna mahali Yesu alisema tena sijakuja kuleta amani, kwa sababu unajua ile amani kuipata ina cost. Kuna wengine walitake risk jua mkubali Kristo. Habari njema hakuja kutangaza magari, manyumba, sababu walijua vile vitu zote zitabaki hapa. Lakini habari njema walikuja ni ya ufalme wa mbingu ambayo mimi na wewe tunapigania leo, tusikose mbingu. Hiyo habari njema ilikuja ili kwamba itusaidie kutoka katika hii maisha ya mwisa. Mtu alikuja mtupu, na utupu wakati unakufa utazikwa utupu, hakuna kitu ambacho utakuwa nacho. Kwa hivyo habari njema haikikuwa ya kuja kuambia watu kwa sababu rare de fois ukiona Yesu alikuwa anazungumzia mambo ya magari manini. Hapana, kuzungumzia zile vitu. Alijishughulika sana nafsi yako, sababu anajua siku za mwisho parapanda itakapolia kwenye kiti cha hukumu, nini itahukumiwa? Roho yako. Mungu atusaidie sana. Objective ama lengo ilikuja ni kujua kuokoa watu waliofungwa kwenye vifungo vya shetani, na injili ilipigwa vita na watu wengi sana, especially wale watu ambao walikuwa wamefungwa. Niliwaambia wakati mwingine hata kuna Wayahudi ambao walikuwa muamini Kristo, lakini walimpiga mawe wakati anawaambia habari njema ambayo inagusa maisha yao, walianza kumpiga mawe. Kisoma Matendo ya Mitume 2:37, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37, Biblia inasema
Nitasoma kwa Kifaransa. Après avoir attendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, "Hommes frères, que ferons-nous?" Aseme baada ya kusikia habari njema, baada ya kusikia injili, wakauliza Petro na wengine mitume, tufanye. Aseme mioyo yao ikachomeka, wakasikia moto kuingia katika mioyo yao. Wanamwambia Petro na mitume wengine, tufanye ni, mbona tumekuwa convinced, mbona hili neno limegonga mioyo yetu, tufanye nini? Aseme mioyo yao ilianza kuchomeka. Ukirudia hapo, kwa hiyo tu Matendo ya Mitume 2, kurudia 32, ukishuka tu hapa kabla ufike 37, utaangalia mambo mengi ambayo ilikuwa baada ya kanisa mitume kupata nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hii injili walianza kuhubiri ilikuwa ni injili ambayo ilikuwa fresh, injili ambayo haina madoadoa, injili ambayo ilikuwa haina chachu ndani mwake, injili ambayo ilikuwa injili ya kukarese mtu, kumkajolea. Hapana, ilikuwa ni injili ambayo inaleta uhai. Yaani kila mwenye alikuwa penetre na hili neno la Mungu, kila mwenye alihubiriwa na mitume, hakuweza kubakia kabisa na tranquility, hakuweza kubakia kabisa stable, sababu alisikia kabisa ndani mwake kulikuwa ile manifestation. Kila mtu angeweza kusikia. Ndio maana hata nilisema wakati mwingine waliopiga Yesu mawe walikuwa wamesikia neno imegonga, ni kama moto inagonga. Sasa kuliko wa react positivement, wakaanza kumpiga mawe kwa sababu wao wamekuwa sasa vile wamelaaniwa. Ndio habari njema, ndio injili ya Yesu ambayo alikuja nayo. Haikuja kwa injili ya kukarese mtu, ya kukajole mtu, hapana. Alikuja kwa injili ili kwamba ujue njia ya uzima, na njia ya uzima sio tu ase kumewaka mataa kama vile tulikuwa tunaambia watoto wadogo, wanatuambia sime kuna taa la njia. Ukiona barabara imemataa sana ya kwenda kuzimu, ase ukiona barabara ya miba, ndio hiyo imejaa miba, na sio kila mtu amekubali kuingia kwenye miba, hapana. Walipokea injili, iliingia ikapenetra ndani mwao, hawakuweza kupata usingizi, mioyo zao zilichomeka. Walitamani wokovu. Baada ya kusikia injili walitamani wokovu, walianza kuona hasara ya maisha ambao walikuwa wanaishi. Wengine wakaishi kwamba wanatamani kuongolewa, kukuwa derasine katika hali ambazo zilikuwa zimefunga maisha yao, katika asili ambazo zilikuwa zimefunga maisha yao. Wakasikia kabisa injili na hubiriwa, wanasema huyu mtu amegusa katika maisha yetu. Nasema ilikuwa injili ambayo ilikuwa fresh, ilikuwa haina chachu yoyote. Kisoma Luka 19, kuna mtu anaitwa Zakayo. Huyu Zakayo alikuwa chef, alikuwa chief ama kiongozi wa watoza ushuru. Alikuwa ni chef wa taxateur ama tax collectors. Na huyu mtu aliposikia injili, habari njema ya Kristo, anasema wokovu inakuja nyumbani mwako. Aliposikia tu habari njema inakuja kwake, hakuna hata mtu alimwambia arenonse kwa mabaya yake. Lakini wakati neno la Mungu liliingia, sababu wakati mwingine neno kama liingia ndani mwako, ndio maana Biblia inasema mkikaa ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenu. Neno la Mungu liliingia ndani ya Zakayo ambaye alikuwa ni mpagani. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, ni mnyanyasi, mnyang'anyi. Aliposhikwa na neno, aliposhikwa na injili ya Kristo mwenyewe, hakuna mwenye anamwambia Zakayo uko mwizi. Lakini ile neno lilipoingia ndani mwake, Zakayo anza kuona hasara. Kila mali alikuwa nayo ilikuwa ni hasara. Akaanza kurudisha kila mwenye alinyang'anyaka, anasema mimi namrudishia. Yesu akumgusia, sababu Yesu alijua huyu ni mtajiri, nikigusa mambo ya mali, pesa zake, atafikiria saa zingine mimi nimekuja kwa sababu ya pesa. Lakini Kristo alikuja kwa sababu ya kuokoa nafsi ya Zakayo. Biblia inasema akaanza kurudisha kila kitu moja kwa moja. Imaginez-vous kama wewe ni binti umeolewa na mtoto wa Zakayo kabla hajamjua Kristo, ama wewe ni kijana umeoa binti wa Zakayo. Unajua mimi nimeoa msichana wa tajiri, kumbe mali zake zilikuwa ni mali za wizi. Au mtu anaolewa na tajiri juu ni boss, baada ya kuolewa naye siku anaanza kuja kudai kama utajiri wake hauna msingi, hauna source, ama hauna ni wa njia ambazo ni mbaya. Wakati zinaanza kwenda moja kwa moja, unauliza mbona niliolewa na huyu mjamaa na pesa? Mbona nilioa huyu dada sababu familia yake ni watajiri? Moja kwa moja. Sasa ikiwa umeoa kwenye familia ya Zakayo, itakuwaje? Unaanza moja inaenda. Uliolewa juu ni tajiri, kesho anakuwa maskini. Sijui utakuwa na msimamo wa namna gani. Ngatusaidie sana. Nataka nizungumuze ujumbe huu na ule mtu ambaye ako tayari kunisikiliza.
Kwa sababu kwa leo, dunia leo tunaishi ndani, nimeona watu wengi sana wamebeba title ama jina mwinjilisti ama evangelisti. Nimeona wadiakre ama washemasi, nimeona waimbaji, wa compositeur, mwimbaji tu wa kawaida, maana mtu ambaye anapiga hata vyombo kanisani, mtu mwenye hata anaanza tu maisha ya wokovu mwanzo tu. Tumekuwa tunawaita wainjilisti, ambao sio vibaya, sababu injili inaweza kuhubiriwa kwa njia tofauti. Lakini nataka nikuulize, unajua lengo la injili ni nini? Ama kazi ya injili ni nini? Wakati wewe unaitwa mwinjilisti, unafiagia hata kanisani wamekuita mwinjilisti, unabidi ujue mwinjilisti ni nani, injili ni nini, na kazi ya injili ilikuja kwa ajili ya nini. Injili ya msalaba wa Yesu, habari ya msalaba. Sijui kama umewahi kujiuliza maswali, ujiulize, je, injili ni nini? Mwinjilisti ni nani? Ama kazi ya mwinjilisti kwenye mwili wa Kristo ama kanisani ni nini? Mwinjilisti kanisani kazi yake ni gani, ambao unajiita mwinjilisti? Nimesema kuna namna tofauti za kufanya uinjilisti iko, lakini nataka nizungumzie na evangeliste, mwinjilisti ambao amesema mimi ni mwinjilisti. Titre haiko tatizo, sababu kuna ambao wanafanya uinjilisti na hawana titre evangeliste. Kuna watu naona wanafanya evangelisation na hana renome yote, hana titre yote, meme iko na ile msukumo na ni mwake, anahubiri watu waokoke wakuje kwa Yesu na hana titre yote anahubiri. Kama kubeba titre haiko shida, kama ujue shida ni wakati unabeba na ujue kile kenye unabeba. Shida ni wakati umebatizwa jina na ujue ile jina, ile title inabeba nini, mafuta gani ile title, ile jina umeibeba, ile jina inabeba nini katika ndani yake. Nilihubiri last time nikasema juu ya hekima ya Esther. Na mtu anajiita Esther, mimi ndio Esther, lakini ukiangalia maisha yake haisome ushuhuda wa Esther. Mimi ndio Musa, ukiangalia maisha yake ni tofauti. Kumbe yeye ni Esther muujanja ukorofi, kumbe huyu ni Musa mambo ya bukaramusi. Lakini nataka nikwambie ujue mwinjilisti ni nani. Leo tunazungumzia juu ya injili na mwinjilisti. Asema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa hivyo injili ni uwezo wa Mungu ambayo inaleta wokovu, sio kusema inaleta utajiri wa kimwili, sio kusema inaleta mafanikio ya kimwili, lakini injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Yaani mtu akiamini ni lazima, kama aliamini injili, wokovu inakuja kwake. Nisema kuna tofauti kati ya kuamini na kuokoka. Wengi tuliamini, lakini kitu kinaonesha mtu ameamini, ameokoka ni matendo. Kwa hivyo injili imekuja na kuleta tu non seulement kuamini, lakini inaleta wokovu kwa kila mtu yote ambaye ameamini neno la Bwana. Injili ni uwezo wa Mungu, si uwezo wa mwanadamu, hapana. Unajua kuna tofauti kati ya mobilisation, kuna tofauti kati ya sensibilisation, kuna tofauti kati ya invitation, na kuna tofauti kati ya zile zote pamoja na evangelisation. Ni vitu ambazo zinakubalika zote wakati nyingine, lakini hapa nazungumzia evangelisation ama evangile. Ama evangeliste ni nani? L'évangélisation c'est quoi? Quel est le but ama l'objectif de l'évangélisation dans ce monde actuel? Tangu mwanzo lengo la injili ni nini? Kama Biblia inatuambia sema injili ni uwezo wa Mungu ambao unaleta wokovu kwa kila aaminie. Kwa hivyo lengo la injili ni nini? Ni kuokoa mtu, kumuokoa nafsi, mtu kwenye dhambi na kumleta kwa Kristo. Sababu ni uwezo wa Mungu. Habari njema ni uzima. Na nataka sijue ni uzima wa namna gani. Yaani yule mtu ambaye hajamjua Kristo bado anahitaji uzima. Na nani ambaye atampelekea uzima? Ni wewe ambaye una uzima, ndio utampelekea uzima yule mtu mwenye hana uzima. Tukizungumza uzima, tuzungumzie tu pumzi tunapumua, lakini uzima wa milele. Wewe unaelekea mbinguni, unaelekea kwenye uzimani wa milele. Lakini kuna mtu ambaye unampita, ule mtu anapita, unaona anaelekea kuzimu na unamuona na ni rafiki ama mtu wako karibu.
anahitaji habari njema, anahitaji injili, anahitaji uweza wa Mungu ili kwamba akapate wokovu. Kwa hiyo tukiangalia kama tunaweza kuzungumzia juu ya evangile ama injili kulingana na mambo tumeyazungumzia hapa juu, tunaona tayari evangeliste ni nani, mwinjilisti ni nani. Nataka nikwambie ndugu yangu na dada yangu, Yesu Kristo alikuwa ni evangeliste wa kwanza, number 1. Mwinjilisti number 1 alikuwa ni Kristo peke yake, na alifanya injili katika maeneo mbalimbali, sababu wakati ule ilikuwa ni kwa masinagogi. Kanisa bado lilikuwa lijakuja wakati Kristo anakuja katika mwili. Alipokuwa anafanya huduma yake hapa chini ya jua, kanisa bado lilikuwa lijaexiste. Injili ndio Yesu alianza kuhubiri injili. Na ukiangalia wale mitume wote ambao Yesu alikuwa nao, aliwapata na logota moja hapa, moja pale, moja mwingine. Alikuwa anafanya evangelisation avec divinité, amejaa na uungu ndani mwake, lakini alizunguruka maeneo mbalimbali kuwahubiri, kuwavua. Yeye alikuwa ni mvuvi. Nimekwambia evangeliste ni mvuvi wa kwenda kuvua watu kwenye dhambi na kuwaleta kwa Kristo. Evangeliste numero 1 alikuwa ni Kristo mwenyewe. Ndio maana nasema mimi ni evangeliste. Inabidi ujue ile titre ya evangeliste, ile kama ni cheo wamekupatia, inabidi ujue uzito wake ni nini. Sio tu aseme mtu amepewa tu kwa sababu ni zawadi, hapana, lakini ujue an evangeliste ni nani ama mwinjilisti ni nani. Ni injili ndio ilizaa kanisa. Kabla kanisa alikuja, injili ilitangulia. Kwa hivyo kiniambia kuna kanisa bila evangelisation, sijui tutaita kanisa gani. Kama mtoto ambaye hana wazazi, ni kama mtoto ambaye hana msingi. Msingi wa kanisa ni evanjili ama evangelisation ama injili. Na telemake Yesu alikuwa na msukumo sana. Msukumo wa Kristo alikuwa ni kuganyie watu, kuwatoa kwenye vifungo, kuwatoa. Yesu hakuangalia titiri yenye alikuwa nazo. Najua leo tumeona watu wana matitle, na zile title zimefanya watu wengi wana relax, wanatulia hata kwenye maofisi. Imekuwa sana ni bia zamani. Ule Yesu ambaye tunamhubiri leo, Biblia inamuita mchungaji mwema. Kwa hivyo kama wewe ni mchungaji, kama mimi ni mchungaji, yeye ni mchungaji mwema. Inamuita mwalimu. Kama unaweza kuwa mwalimu leo ama daktari, sijue. Yeye alitangulia, njoo kwenye uliiga. Ni mshauri. Sijiite mshauri, sababu mshauri number 1 ni Kristo. Ni mponyaji. Kwa hivyo zile matiti zote ambazo tunaona mdunia leo, Yesu akuangalia zile zote, alikuwa na zaidi ya pale. Alidescend, aliteremka kwenda kutafuta watu kwenye makona mbalimbali kwenye kuingiliki. Alafu umepatia tu leo unakuwa pastor. Esefinu nasema basi. Na tia ba petit njo evangeliste. Evangeliste haiko petit kama unasikia vibaya. Tulisha tia watoto wadogo, hapana. Haiko kazi ya watoto wadogo, hapana. Mtoto mdogo haizi yua kenye anafanya. Evite sana kuprononcer malanga zingine, kukamata kudiminue kitu. Mathayo 4 kisoma 18-19. Biblia inasema Yesu alienda kwenye ziwa ya Galilaya. Na alipoenda huko, alikuwa anaenda tafuta nini? Matière première. Hapana produit fini. Yesu hakuja kutafuta les produits finis, les produits prêts à la consommation ama les produits consommables. Alikuja kutafuta les matières premières ambazo zitajenga kanisa. Alikuja kutafuta vile vitu ambazo ziko fresh. Aseme Yesu akaenda kwenye ziwa ya Galilaya. Ni kule alikutana na ndugu anaitwa Petro, Simoni Petro, na ndugu yake Andrea ambao walikuwa wanavua samaki. Akamwambia, nitawafanya wavuvi wa watu kama mimi nimekuja kuwavua, kwa hivyo na nyinyi mtafanya kile ambacho mimi nakifanya. Alikuwa mu-evangelisation. Kwa hivyo angalisho unasema mimi niko evangeliste, jua kazi ya evangeliste ni nini. Basi kupachike ile titre ama umeikamata tu unalamuka asubuhi niko evangeliste. Kama hutafanya kazi ya evangeliste, kutaulizwa siku moja. Unless bali kupatiza tu. Kristo alishuka, wanavua samaki, anaenda kuwapeshere. Biblia inakwambia sema Yesu anaenda kwa makanisa kufanya evangelism. Sio, hapana. Alienda kule kwenye kuko watu wanahitaji injili, akawahubiri na kuwaleta kwake. Yesu Kristo mwenyewe, ukisoma Marko 2:17 anasema sio wale ambao wenye wako na afya ndio wanahitaji daktari, wanahitaji matibabu.
Lakini ni wale ambao wenye wako na shida ndio wanahitaji matibabu. Wale wagonjwa ambao ni wagonjwa, sijui ni wagonjwa wa namna gani vile wanaweza kuwajua. Mtu ambaye mwenye yuko kwenye dhambi ule ni mgonjwa. Mtu ambaye yuko kwenye dhambi ni mfungwa tayari. Wale ndio walihitaji msaada. Ndio maana Kristo anasema mimi sijakuja kwa wale ambao wenye wako na afya nzuri. Soma Marko 2 ama Marko 2 chapitre verset 17. Asema Yesu alikuja kwa wale ambao wale kabisa sijui bako kabisa hawana mwelekeo. Sister Fayo, Mungu akubariki kutoka Kenya. Pastor Lulungu, Mungu akubariki kutoka Kongo. Asema Yesu alikuja kwa wale ambao wenye hawana afya. Ni watu wa namna gani? Wale watu tu wako wapi? Tutawapata wapi? Kama tukirudilia tukijirefere kwa vile Yesu alikuwa anafanya mambo, je, hao watu ni wapi? Wale wagonjwa wanapatikana wapi? Ndugu yangu mwinjilisti ambao unanisikiliza saa hizi, wale watu ambao Yesu alisema ni wagonjwa ambao hawana afya, tunawapata wapi? Unajua wagonjwa ambao tunasema hapa sio wale ambao tunaonya wamelaza hospitali tu, hapana. Hata kama miongoni mwao kuna wengine ambao bado hawajamwamini Kristo, lakini ni wale wapagani ambao wamekuwa brake, wamenyanganywa, wamenyanyaswa, wameumizwa kabisa. Wale watu wengine wanalala barabarani, unawapita unawaangalia. Wale ndio wagonjwa ambao Kristo alikuja kutafuta. Hakuja kutafuta ready made, zile imeshakuwa tayari kwa kukula, hapana. Alikuja kutafuta ambao hawakuliki, hawana hata identity. Watu mwenyewe unakutana iko kama vile hapo mwanzo bila sema, hapo mwanzo dunia ilikuwa utupu na upweke. Ni ule mtu mwenye alikuwa mtupu tu ndio mwenye Kristo alikujia. Sababu mgonjwa, kuna msemo inasema si mgonjwa anatafutaka daktari, lakini sio wagonjwa wa kiroho. Ndio maana Kristo aliambia enendeni, hakuambia ngojeeni watakuja, hapana. Ndio maana maombi ya mwinjilisti ni tofauti na maombi ya daktari. Wewe mwinjilisti unamwambia Bwana nitangulie, amekwambia tayari wende. Umwambie Bwana nitangulie, nenda kutupa nyavu, nitangulie. Kabla nitupe nyavu, nataka Bwana unitangulie ili kwamba ninapotupa wavu ikashike hata. Hapana sema unangoja kama daktari, yuko na ngoja baba, leta mzungu, leta mweusi, leta tajiri. Hapana, sio maombi ya mwinjilisti. Hapana, mwinjilisti anaendaka alafu Bwana anamtangulia. Yesu alisema nitakuwa pamoja nanyi. Atakuwa pamoja na wewe namna gani? Hauende, haukamati hatua ya kwenda. Nataka ujue enendeni maana yake nini. Enda, hapana kuikala fasi moja, enda. Wende utafute. Mwinjilisti anamwambia baba nitangulie. Hapana leta baba. Maombi ya leta baba ni maombi ya umaskini, maombi ya pofu. Leo haiko vile tena. Kila mtu nimekwambia natafuta les produits finis, les produits prêts à la consommation. Zile products zimekuwa tayari kukua consumed, lakini zenziko kwa hiyo basic level. Hakuna mwenye anazijali, naona hizi azikuliki. Zitanipa nini? Huyo atanitoa sadaka gani? Atanipa nini? Tunaanza kuangalia zile zenye hazina zimeshaota, ndio tunakimbilia. Sie bote tunakimbilia. Ni aibu sana. Na hata wengine watumishi wa Bwana hawasemeshani. Hawezi kusemesha na mwenzake, jua nasikia kakondolo kangu kalitoka hapa. Kale kondolo kaishaamini Yesu zamani. Kanza zunguruka, ushafuga pijo ama njiwa. Njoo unaweza ipatia mchele leo unapatia. Ikidembea tu kidogo kwa jirani na kutana bamepata kalanga. Njoo unaweza bakia pale. Na usishangale kule tena, ikifika tena kutana hakuna vya mpya, itatokaka tena inarudia. Ule hana haja, ni mtu mwenye ameshajua neno la Mungu. Biblia inasema juu ya wale ambao wanahitaji msaada, wale ambao ni wagonjwa. Hawatatutafuta sisi, tutaenda kuwatafuta. Ndio maana tatizo, injili ya msalaba imekanyangwa. Kwa sababu ukijaribu kumkemea mtu, ukijaribu kumwambia mtu tubu, acha dhambi zako, anakuangalia na kumeprize sababu amezoea vitu ambazo niza kumwambia utanunua gari miaka 5-10 hajanunua gari, hajajengeka nyumba, anambia tu nyumba. Distraction. Ubiri mtu aache dhambi, ubiri mtu kama Yesu akikuja leo utaangamia. Acha mtu atembee katika oga wa Mungu na Mungu amubariki, atapata baraka. Unajua mpagani akibarikiwa
inakuwa ni kuangamiza wengine. Lakini mtu ambaye amepokea Kristo, mtu ambaye ameokoka, akikuwa tajiri, anakuwa kabisa ni baraka. Lakini tunakuwa na woga kuambia watu, unajua watakimbia, ataenda. Acha mtu aende, lakini amepigwa risasi imemgonga, atakuwa analala usiku. Kile kenye alisikia ndio kitamchoma, ndio kitamhukumu siku za mwisho. Lakini usicompromettre ama usipretend kama hivi na hivi atafanya hivi. Reaction ya mtu haiko wengi. Ni kama daktari na tibu anadungeka shindano. Mgonjwa aliyefanya nini atakushuhudia wakati atapona, ndio atasema ndio, kumbe huyu mtu alinisaidiaka. Mtu ambaye anahubiri injili ya msalaba wanaonekana sana ni villageois, mtu mwenye alitoka kijijini, mtu wa kijiji ama mshenzi mwenye iko civilize. Ukiambia watu tubu, Yesu anarudi, tubu ona sasa vile mshenzi mwenye akusomaka iko ile tre. Ni aibu sana. Ndio maana Yesu anasema katika Mathayo 10, alikuwa anaambia mitume, Mathayo 10 kuanzia 30 mpaka 34, aseme wale ambao watanisikilia haya mbele ya watu na mbele za Bwana wataniona. Mwinjilisti hauhitaji kuwa na haya ama aibu. Unapohubiri neno la Mungu, haijalishi hata uvale viatu, kama bado una ile mwito ndani mwako wa uinjilisti, toka nje, enda. Asema unamsikilia haya mbele za watu. Soma Mathayo 10:32, Mathayo 10:32 ushuke. Asema na mimi mbele ya Bwana tutakutana kule mbele. Unaposikilia injili haya, wewe ndio una aibu. Wengine atakamata Biblia aenda mwambie mtu habari tu moja, hata mashairi moja ya Biblia. Anaona sasa vile ni vya zamani, vya bushenzi. Hapana. Ukiona mtu kama ule mtu amefungwa, injili ya msalaba ilifanya hata wengi wakamkimbia Yesu. Alianza kuzungumza mambo ambayo yamebadilika. Wakaona sasa mtu amekuwa mwenda wazimu. Ndugu yangu na dadangu ambao wananisikiliza, injili iligharimu maisha ya Yesu Kristo hata na mitume, ili kwamba itufikie wewe na mimi tuhubiriwe injili. Kulikuwa ni gharama. Maisha ya Kristo ililipwa bei juu ya injili tufikie mimi na wewe. Ndio maana nikwambie, titre evangeliste haiko titre academique. Ama saa zingine mchungaji wako alikuita mwinjilisti kwa sababu unakuwa mwaminifu kwa sadaka, unapanaka 1:10. Kama alikupatia juu ya ile, mwambie mchungaji, ulinidanganya. Nataka ujiulize evangeliste nani leo, ujifunze mwinjilisti ni nani. Haiko mtoaji tu asana toaka tu sadaka kanisani, hapana. Lakini mtu mwenyewe ni mvuvi wa watu, anaenda kuvua watu kuwaleta kwa Kristo, ndio mwinjilisti ule. Kama ulikuwa na definition yako erone, kuanzia leo ujue hauko mwinjilisti kulingana na vile walikwambia. Mwinjilisti ni ule ambaye tunamzungumza hapa. Najua siku moja utaulizwa, ulifanyia kazi nini? Kile ambacho nimekupatia, kazi gani ulifanyia? Utaulizwa. Maisha ya mitume ilikuwa ni kafara kwa gharama ya injili. Walifungwa vifungo maprison, wengine walivuliwa mavazi, wengine mpaka bote walikuwa persecuted. Ndio maana wakwambia injili ni gharama. Usifikirie tu mambo na pesa, hapana. Kuna take time. Walitake risk, walichukua riski za kabambi sana, walirisikia maisha yao, ni gharama kubwa. Muda wao wote walispendi katika kuhubiri watu wakuje kwa Yesu. Ndio maana ukisoma kitabu kia Ufunuo 6:9 ama Revelation Apocalypse 6 verse 9 mpaka 10, unasikia hata damu ya wale walikufa juu ya injili, kutangaza habari njema, bado leo inalia. Tutalipishwa kisasi mpaka lini? Wana claim. Soma Ufunuo 6:9 mpaka 10 ama Apocalypse 6:9 mpaka 10, uangalie damu ya wale watu walikufa juu ya injili, les martyrs de l'évangile. Ina claim, inalia, na sisi tutalipishiwa kisasi mpaka lini? Maisha yao ilikuwa kafara. Wana watu wengi sana, kabla nitoke Afrika niende Ulaya, nikaona vijana wengi wanatafuta kwenda Ulaya.
Unasikia anamwambia mchungaji, nataka unipatie recommendation. Mimi nenda Ulaya. Unajua niko evangelist. Inakuwa ni wengine walitoka hata Afrika na conflict na kuja Ulaya na conflict na mchungaji wa kanisa. Ule mchungaji ni mbaya akunipatia recommendation. Ule mchungaji nimetumika mkanisa. Ulitumika en qualité de qui? Unajua mchungaji haiko tu pale kuandikia recommendation kama alikuwa mwinjilisti na hajaona kitu ndani mwako, ni nguvu. Donc mimi balitoka Mwafrika na conflict kabisa, mimi na mchungaji, huyu mchungaji ni mtu mbaya. Ni ulimtumikia mchungaji, lakini wewe sasa zini ya kumtumikia Mungu, hakuona kitu cha Mungu ndani mwako. Vijana wengi walikuwa na makonflikt na mabifi na watumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana akataa kumwandikia recommendation, nenda Ulaya, nenda Amerika, nenda Europe, nenda sijue Canada. Anakuwa na conflict. Nafikiria mtumishi wa Mungu atakupatia tu recommendation kwa sababu unatoka 1 ya 10. Never. Kama hajaona utumishi ndani mwako hawezi kupatia. Sababu utaenda kuaibisha, utaenda kumwaibisha. Yesu asifiwe. Unafikiria mwenyeko na vocation ama mtu mwenyeko na mwito ndani mwake anahitaji hata recommendation. Juu afanye kile kinahitajika afanye. Hahitaji zile vitu zote ili kwamba kuhubiri mtu aombe, hana haja ya recommendation. Juu utaenda mbele za mtu mwambie recommendation, mimi niko evangelist, hapana. Mwenyeko na mwito ndani mwake, mwenyeko na ile shauku ndani mwake, mwenyeko na ile kabisa vocation ndani mwake, hana hata haja ya kulomba recommendation jamais. Unajua hadithi ya Filipo. Nataka nizungumze hadithi ya Filipo. Filipo alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Na baada ya kumpokea Kristo, Biblia inasema Filipo akamwalika rafiki yake anaitwa Nathanaeli. Anamwambia Nathanaeli, nimekutana na ule aliyetabiriwa na manabii. Kisoma Yohana 1 kuanzia 43. Jean 1 kuanzia 43 kushuka mpaka 51. Aseme Filipo anakutana na Nathanaeli. Anamwambia Nathan, rafiki yangu Nathan, nimekutana na ule aliyetabiriwa na manabii. Na sasa Nathanaeli naye anajiuliza, huku Nazareti hakujawahi toka kitu kia samani. Kisoma 46 ama 46. Jean 1 46. Utangalia ama dede ama ile mepris. Anasema Nazareti kunaweza toka kabisa mtu wa samani, mwenyeko anatapa hivi. Nilipenda sana Filipo, anamwambia ndugu yangu, kuja uone. Ase viens et vois. Kwa usishinde unabishana, kuja kwanza umuone Kristo. Kwa hivyo kumuinvite tu, kuja tu, ni kama unaambia mtu bwana, si kuja uone pingaka watumishi ya Mungu. Kuja kwanza ukanisa siku moja, ukie uone tu wenyewe vinafanyika kanisani. Hilo ushaifanya hata. Est-ce que Roho Mtakatifu ilikuwa imekuwa masoné pale? Jamais. Filipo alikamata hatua, anasema mimi nimepata wokovu. Unajua wakati mwingine unashakia na wokovu yako mwenyewe, ndio maana hata nikileta mtu kwa Yesu, nikimwambia hata kwa Yesu, mimi mwenyewe kabisa maisha yangu mu Yesu sina identity. Ni nguvu umlete mtu kwa Yesu na wewe mwenyewe maisha yako ingana mashaka ya mingi. Juu kesho atakwambia, "Njoo unileta nani? Mbona wewe mwenyewe ubifanye?" Filipo akamwambia, "Bwana, nimekutana ule aliyetabiriwa na manabii. Ba Musa walisema, bengine walizungumuza, kwa hivyo kuya na wewe." 46, Jean 1:46. Nathanaeli amwambia hapana. Huku kunaweza toka kitu kia samani. Kitu. Sema baada ya ufufuko. Biblia inasema Yesu akatumikia wanawake. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ni kahaba, maisha yake mnaijua. Akamwambia yule mwanamke, "Wende ukaambie watu nimefufuka." Aende akaanonse kwa wale watu. Wende ujipresente kwa wale 11. Uwaambie. 11 walikuwa wanaume. Lakini mwanamke njoo mwenyewe Kristo akamtuma. Wende waambie niko. Walisababu kama leo njoo siku yangu ndakuya. Mwanamke alienda. Ndio maana usijizarau. Kama Kristo ameshakuzungumzia. Shetani atataka kutinda ni mashaka, ushakie sauti ya Mungu katika maisha yako. Watu wengi wametamani tu huduma za kujulikana, wanijue. Kuna kitu ambacho Mungu alitenda ni mwako, na kile kitu mwenyewe unakizamisha, kinazama na uko conscient. Unashinda ukifanyia kazi. Natamani recommendation, natamani titre. Titre itakusaidia nini? Yesu alikuwa zile titre zote, aliitwa mwana wa Mungu, alishuka. Wewe ungalia titre njoo anze kuhubiri mtu. Time is going.
Muda sio wa kwako ndugu yangu na dangu ambao umeitwa mwinjilisti. Muda sio wa kwako. Sijidharau. Na hapa ilikuwa kabla hata aseme enendeni. Yeye alikuwa ameshaanza enda tayari. Filipo alikuwa ameanza enda tayari. Huyu mwanamke akaenda katangaza, naambia habari njema, Kristo amefufuka. Ni wapagani wangapi ambao wewe mwenyewe umeshaalika tu, hapana kuwahubiri hata habari ya msalaba. Umeshaalika tu mpagani, siseme mtu ambaye unakamata mwenye shao kwa mpagani gani mwenyewe umeshamwalika, naambia bana suke ukanisa leo. Nikwambie tu nikuulize kama vile ndugu yangu na dada yangu Mkristo, ni watu wangapi mwenyewe umeshaalika tu kukanisa, naambia kuja leo kanisani, ambao ni devoir ama ni majukumu ya kila Mkristo. Inabidi amulete mtu mmoja angalau umwalike tu, sio hata umhubiri wenda saa zingine haujue shairi gani utamsomea, lakini umwalike tu, unaweza kuja kanisani ndugu yangu. Wangapi? Unahisi namna gani wakati uko kwenye barabara ya kwenda mbinguni, lakini unaangalia mtu iko pale, na wala ni mtu mwenyewe mnaikalaka mko mnasengenya naye asubuhi, ni mpagani hajaokoka. Mnaikalaka mnasengenya mkiingia WhatsApp ni masengenyo. Wewe mwenyewe unashindwa tamwambia hata habari ya Yesu kwa sababu ni wewe mwenyewe maisha yako kwanza haisome Yesu. Ile muda wote unapotezaka pale kumwambia tu dada Yesu anakupenda, kaka Yesu anakupenda. Hapa kwa mitandao tunapata watu anakutumia hata message za mapenzi za upumbavu, naambia dada Yesu anakupenda. Kumwambia tu mtu vile na kukote nini? Unahitaji recommendation. Lakini kwa sababu mwenyewe haujiamini, unakuwa na ugumu ya kumwambia. Mungu akusaidie na kufungule. Katika mambo ya kiroho hakuna professionalism, hapana. Jamais. Mungu anataka, Mungu yuko concerned sana wale watu ambao wako tayari. Mtu mwenyewe anaonesha utayari wake, iko tayari kwa kumtumikia Bwana. Mungu iko concerned sana wale mtu mwenyewe kabisa ana ile shauku ndani mwake. Hakuna professionalism. Mtu asikudanganya sio niko professional mkuganyema hapana. Ni kitu kinakuja ndani ya mtu, kinazaliwa ndani ya mtu, ile uchungu ya kuangalia. Na mimi nilikuwa nimeangamia, lakini mimi kuna mtu alitia Kristo ya kuja kunihubiri. Wewe mwenyewe unajua kwenye walikuta ili wakuhubiri. Ili gharimu nini? Ulifikiria ende mpaka apate PhD ndio akie kuhubiri sa evangelist? Hakuna professionalism katika mambo ya kuganye kwa Yesu. Ni Roho Mtakatifu tu ndani mwako, utaleta mtu pole pole. Nataka nikushaurie, kusaidie. Sikwambia mpaka uzunguruke, wenda saa zingine utahitaji license mahali, lakini hata kwenye kazi unekalaka na mtu mwenyewe ni mpagani. Umeshamwambia hata bana, unajua Yesu. Ulishasikia habari, ulishamwambia hata ni mtu mwenyewe mnafanya naye kazi pamoja, ni mpagani na wewe umeokoka. Sikwambia mpaka umuombe umwekee mkono, lakini umwambie tu unajua habari za Yesu. Ulishamwambia jua habari ya Yesu hata siku moja. Kwa sababu kama ungana ngoa moment favorable ama the right time. Ndugu yangu sijui kama ile muda watakupatiaka nayo. Kwa sababu kama Yesu amesha approve, ameshafanya kazi yake, ni wewe ndio kabumbu inakuwakilia. Alipana mfano ya watu watatu ambao waliachwa talanta tofauti. Huyo anapewa 3, huyo anapewa 2, huyo sijui alipewa kama ni moja. Alienda. Sasa ulifikiria ndio alianza wewe ndio ufanye hivyo? Hapana, anajua talanta kazi yake inafanya kazi. Na anaporudia alikuwa anatarajia kujua kama itakuwa ni multiplication. Usiku na mchana kualia Bwana nipatie promotion. Umesha promote kazi ya Mungu mara ngapi? Wangapi wanapita barabarani wanaangamia, wanakufa pale, kumwambia dada Yesu anakupenda, amini Yesu leo, dhambi zako zisamehe. Ni wangapi unawapita barabarani unataka Bwana I need promotion kwa faida ya gani? Unataka I need to go to another level, another dimension. Tumekuwa na vocabulary mkinywa sana. Unaenda ku dimension gani? Itasaidia nani? Kwa faida ya nani? Mwinjilisti, nataka nikwambie, shuka chini, rudia chini. Kazi yako ni chini. Tembea, zunguruka, kuna watu wanakuhitaji wasikie habari njema kutoka kwenye mdomo wako. No promotion. Najua zaidi unaachilia, zaidi Mungu anaongeza. Una karama, Mungu alikupatia karama. Ile karama unaibari, unaweza alikupatia juu kwa faida zako. Zaidi unaitumia, zaidi unapungukiwa, zaidi Bwana anakuongezea neema inaongezeka. Sasa kwa nataka Mungu akupromote, Baba uniinue kwenye huduma gani unafanyaka wewe? Akuinue kunini?
Kwa na boss yangu mmoja alikuwa boss yetu. Alikuwa project coordinator. Akatuambia kuna mjamaa mmoja alikuwa ameiba kwenye kazi akaenda. Sasa alipofika mahali anatafuta kazi nyingine, anasema recommendation, anipatie recommendation kwenye nifanya kazi. Anampigia boss, vraiment unisamee, niliendaka makosa, unisamee. Basi nikikupatia recommendation nasema ulikuwa mwizi professionnel kwa kampuni yetu. Sitasema bongo, nitakwambia kweli. Kwa Mungu akusaidie sana. Kinya amekupa wewe, fanyia kazi. Nataka nikumbushe, siku zinaenda, siku ziko mbaya. Utaulizwa siku moja kama kweli wewe ni mwinjilisti, ni lazima siku moja utasimamishwa kwenye mahakama ya mbinguni na utaulizwa. Kisoma Matendo ya Mitume 8:30 ama Actes des Apôtres 8 kuanzia 30 kushuka. Biblia inasema wakati huyu Filipo, ni habari ya Filipo. Huyu Filipo alipokuwa anateremka kwenda Gaza, kwenda Yerusalemu, Biblia inasema akakutana na mtu mmoja, Toashi. Ule Toashi alikuwa ni Mwethiopia. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa cheo cha juu sana. Huyu ndugu alikuwa anasoma hadithi ya Isaya. Na alipokuwa anasoma kitabu cha manabii, hakuweza kuelewa ni nani angeweza kumuelewesha. Filipo aliona tu, sababu evangelist ni mtu ambaye anatafuta kama opportunity. Filipo anamuona anasoma, anasema huyu mtu hapana. Roho wa Mungu anamuongoza. Anafika pale. Mwambie sikia unaelewa venye uko nasoma, aseme nitaelewa namna gani hakuna ambaye ananielekeza. Soma Acte 8 kuanzia 30 kushuka. Nitaweza kusoma, nitaelewa kenye nasoma namna gani, sina mtu akuja kunisaidia. Kwa hivyo evangelist iko disponible at tout moment. Kila opportunity, kila nafasi kwenye uko unaona ma opportunities ziko. Bila tunaona ma opportunities za kazi, najua tunaona ma opportunities za watu. Huyu mtu anahitaji nimwambie habari njema, nimwambie habari ya Yesu. Wenda hajasikiaka. Kuna watu unakutana mtu anamwambia uko na marafiki umeokoka, aseme hapana. Hauna marafiki, hawajawahi kuambia juu ya Yesu, aseme hapana. Tunataka tunaelewa napo tunafanya nini, inakuwa ni ole sana. Na kwa nguvu mwambie habari za Yesu na mwenyewe kosa mwenyewe uko mbongo, ushadanganyika. Kumbe ni kwa sababu mwenyewe haujui vinyo uko ndani. Ase Filipo akaanza kumtafsiria habari kile kitabu. Na Biblia inasema Filipo hakuachia naye tu kumconvince, lakini Filipo alienda naye mpaka kwenye kisima kumubatiza. Unajua alianza na Nathanaeli, anamkaribisha tu. Nathanaeli, sikuje umuona Yesu, pole pole. Usifikirie mwenye anakuja nenda kubatiza mtu, ile ni phase presque final. Unaweza kuwa unahubiri hata mtu haujawahi hata kumwombea mtu Yesu, kiri Bwana kwa Bwana mwokozi wa maisha yako hapa. Umeshamwambia, inaanzaka pole pole. Nimekwambia kuna professionalism. Anza tu pole pole, unajisikia ile ndani mwako, ile shauku ndani mwako. Mwambie Bwana, dada, Yesu anakupenda. Ndugu yangu, Yesu anakupenda. Hata alikuja maneno ya ujanja, mwambie Yesu anakupenda, anataka ukoe nafsi yako. Filipo akafanya hatua nyingine. Ya kwanza alianza kumwalika, ya pili anakuja anaanza kutafsiria sauti Toashi. Alikuwa mtu mkubwa na anampeleka pole pole mpaka kwenye kisima na anamubatiza kwa jina la Yesu Kristo. Hakuanza tu analamka asubuhi pale pale, hapana. Biblia inaambia sasa Filipo alienda kwenye shule fulani juu akiwa mhubiri, hapana, lakini shauku ndani ya moyo wake, alikuwa na shauku kuona huyu mtu, unaona amekuwa mkonfuzio, acha nimzogelee nimsaidie, na kamhubiri. Wakati Filipo anaenda kumwita Nathanaeli, sidhani kama enendeni ilikuwa imeshatamkwa, lakini Filipo alikuwa amesha devancer, ametangulia. Yesu alirekomande watu enendeni, sababu tayari walikuwa wanafanya ile kazi. Akabarekomande. Recommandation inakuja kulingana en fonction ya kazi umefanya. Mungu atakurekomande kulingana na kazi ambayo unaifanya. Usifikirie tu recommandation ndio uko nangoa, jamais. Tosha mkichwa. Hawa ndugu na dada, kama kweli wewe uinjilisti wako umekuwa approved, kama mbingu imeshaka approve na ile kazi ambayo unaitwa mwinjilisti, unafikiria nini unahitaji tena kumwambia mtu Yesu anakupenda? Nini unahitaji kama mbingu imeshakukubali wewe? Unahitaji nini kumwambia mtu mpagani Yesu anakupenda? Nini unahitaji? Kama sio tu woga ambao imekuja ndani, umekuwa na woga, unasikia haya. Kama sio woga, nini inakushinda tu kumwambia? Unaambiaka watu mabetizi zenye hazina tamaa na kumwambia tu Yesu anakupenda, inakugharimu nini kama mbingu zimeshakukubali wewe? Nataka nikwambie ndugu yangu,
Unaona mafuta ya upako wanatupaka. Mafuta ya upako wataanza kupagala mara 1000. Na itabadilisha kitu kama hutakamata hatua. Banaweza kupagala mafuta, banakamata lipembe. Sasa ile Aroni banakamata lipembe, banakumwangia mafuta. Mafuta itakuongezeaka kitu kama hutafanya action, hapana. Sababu kuna wengine walipakwa mafuta walipokuwa katika tumbo la mama, alikuwa tu mdogo tayari mafuta yalikuwa yanaonekana juu ya maisha yake, anaanza kufanya kazi. Nimekwambia kuna watu wanafanya kazi ya uinjilisti na hana hawakumwangiaka mafuta physiquement, alikuwa iko wewe. Sasa ungana ngoa pakale mafuta, njoo kuhubiri tu mtu Yesu anakupenda, unahitaji mafuta, utangojea. Ondoa woga. Nataka uactivate imani yako. Toa woga. Mitume walihubiri injili, waliondoa woga, hawakuogopa mtu. Walimwogopa Mungu peke yake. Yesu anasema kwenye Luka 4:18 aseme roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta kwa kutangaza habari njema kwa wa maskini. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka. Kwa hivyo yeye alipakwa mafuta na roho wa Bwana. Ungana nataka bakumwangie, bakumiminie, bakuarose, banakuloweka mafuta. Njoo ngana ngoya tu juu mwambie mtu Kristo anakupenda. Ole wako. Sijui na kugharimu nini. Mwambie mtu Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Tatizo hata habari ya msalaba sio yenyewe tumekanyanga, hatuitambue. Filipo alianza kumwalika Nathanael, mwambie kuja kumuona Yesu. Kazi ambayo mimi na watu tunaifanya kila siku, kualika watu kuja kwa Yesu. Twende kanisani. Twende kanisani. Pole pole wenda sasa atakutana na wale ambao watamhubiri kule na anaokoka, lakini mwalike kwanza kanisani. Mwalike kwanza kwenye mikutano ya Mungu. Mwalike kwenye mikutano ya watakatifu, ule mpagani. Nimesema mpagani. Soma Matendo ya Mitume 9 kuanzia 3, unashuka chini. Tunajua sote hadithi ya vile Paulo aliokoka. Ndio Yesu Kristo ni mwinjilisti. Imagine hivyo katika kutoka katika mwili akapanda. Lakini bado huko ule alikuwa na evangelize. Sasa huko siri shanjo kwenye matière première iko. Unashindwa kuambia mtu habari ya Yesu. Aseme sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Hii sauti ilikuwa, Biblia inasema sauti ilikuwa nyikani. Yohani Mbatizaji alihubiri akiwa nyikani. Yohani Mbatizaji alibatiza watu akiwa jangwani ama nyikani. Ungana ngwase mpaka siku ndapata poste mkanisa njoo naanza hubiri. Siku watanipagala mafuta. Yohani Mbatizaji alikuwa mjangwani. Alikuwa nyikani, njoo alianza asetengeneze njia ya Bwana. Opportunity hazitajipeana mpaka unazikree. Najua kila mtu anaweza evangelize kwa njia moja ama nyingine. Kama vile ilikuwa mitume wote walikuwa wana evangelize. Lakini message yangu leo ni kwa ule mtu ambaye amebeba titre ya evangeliste. Yaani mvuvi wa watu, un pêcheur d'âme. Ndio niko nazungumzia leo. Sizungumzie ule mwenye alialika mtu, ule mwenye kabisa anajua mimi ni evangelist. Unasimama wapi? Tusha kamata evangelist vile ni école maternelle, école sijui ile baby class, ndio tunakamata vile. Kwa hivyo tunaminimize. Kwa hivyo kila mtu anajisikia tu niko evangelist. Jua evangelist ni nani? Kiendelea kungoja nafasi ama le moment favorable, jamais hawatakupatia na hakuna mwenye atakupatia nayo. Ni kama vile wapatia yake mtoto permission ya kukomala pana. Wewe mwenyewe unaona tu kama miaka inakuwa inabidi ni komala. Kwa hivyo kama ungana ngua watakupatia permission ya kuanza kuhubiri mtu na unakuwa na Roho Mtakatifu na uko na ile vocation ndani mwako, never. Hautapewa. Unless ilikuwa tu ni fantasy, bali kupatiaka titre evangeliste par fantasy. Sababu kuevangeliser naomba kwanza creativité, ni kitu cha kwanza sana. Un évangéliste c'est quelqu'un qui est rempli vraiment de l'esprit
creativity. Ile creativity iko nayo. Jambo la pili, kuwa na determination. Jambo la tatu, kutii Kristo, kuwa tayari kutii Kristo. Na ya ine, upendo. Yesu alitoka huko mbinguni, alitoka kwa Baba, anakuja. Alitii Kristo na kuja kwa upendo tu. Mungu alimtoa mwanawe kwa upendo. Hapo kama hauna upendo, hauwezi enda kuhubiri mtu mwenye hata kupatia hata kitu. Inaomba kwanza mwenyewe ujue kwenye walikutosha wewe. Ile upendo yenyewe ule alimanifeste juu ya kuja kuhubiri mkondisyon ilikuwa ndani. Na wewe unasikia kumbe kama nilipendwa bila gharama yote, na mimi acha nifanye hatua ili ndio itakusukuma uende ukateke riski juu ya mtu. Hata kumwombea mtu mwenyewe unakutana yuko mpagani, yenyewe itakufanya wewe mwenyewe umuombeeni kwa sababu na wewe ulikuwa mpagani na kuna mtu mwenyewe alikuombea juu okoki. Lakini ukaanza kwa shabaki tu ni mudomo. Uko unafanya evangelization ya mudomo. Masengenyo vitu za namna gani? Mungu akuita kwa sababu ya hili. Kama nataka nikupatie devoir à domicile ama homework, nataka uangalie kuanzia January mpaka December. Kuanzia tu mwaka inaanza January inafika, tunakaribia kwenda December. Nataka tu ujiulize mparkuru yako yote kwenye unafanya kazi, wewe ni dereva, wewe sijui ni mfanya biashara. Kuna umeshaambia tu mtu mmoja Yesu anakupenda. Ile tu ni moja nikwambia kwamba hata umemwambia mtu anakonfesia naamini Yesu. Kuanzia January mpaka December wewe Mkristo mwenye uliokoka. Sijamaanisha juu ya kutoa sadaka. Nimesema juu ya nafsi, sababu objective kubwa ya Mungu kutuma mwanawe ni kwa sababu ya kutuokoa sisi. Wokovu ni kitu cha maana kushinda kila kitu chote. Sababu wanadamu wanaweza kupora mali, wanaweza kupora nyumba, kila kitu, lakini kukunyang'anya maisha ya wokovu haiko mwenye atakunyang'anya na mwanadamu, hapana. Kuanzia January mpaka December ni watu wangapi mwenyewe umwambia tu dada Yesu anakupenda? Kaka Yesu anakupenda? Ni wangapi? Tukumwambia tu ile neno moja. Tangu uliamini Yesu Kristo ukaingizwa kwenye maji, kwa hivyo kuzaliwa mara pili. Ni kuulize tu, sio tu January mpaka December. Tangu uliamini Yesu, ni watu wangapi umeshakuambia ya Yesu Kristo? Ni watu wangapi ambao mnaishi nao? Wengine mapagani, mnachata hata mambo ya upagani. Umeshakumwambia hata ndugu yangu, tuachane na hii mambo, Yesu anakupenda? Ni wangapi? Tangu uliokoka. Watusaidie sana. Mungu atusaidie. Katika mazingira yako kuna watu ambao hawajaokoka, wanahitaji tu neno moja. Nani mwenye tawaambia, mwenye anawajua kama hawajaokoka? Mimi siwezi nikawajua sababu sio karibu yao, lakini mwenyewe uko naye, wewe ndio utamwambia ile neno. Kuna kwa neno inaendaka, neno iko sawa vile mbegu. Aseme mbegu kuna mpandaji alipanda mbegu, falme wa mbingu ufananishwa na mtu ambaye alipanda mbegu kwenye shamba lake. Zimwa zikaanguka hapa, zinaanguka hapa. Ujue ile neno unaweza kumwambia ule mtu itazala nini ndani mwake. Unaweza kuwa kwanza kumwambia juu ya Yesu, inabakia ndani mwake pole pole, inaenda inachemka. Unakuwa unamuombea pole pole, utashangaa ile neno yenyewe ulimwambiaka miaka imepita. Siku moja anakuambia unaniambiaka juu ya Yesu, lakini nataka nimjue Yesu zaidi. Mimi nikutana na watu fulani mpaka unakutana mtu unamhubiri juu ya Yesu, anakuambia ndugu yangu, hii habari ya Yesu umekuwa mtu wa ini kuniambia mwa hii wiki moja. Alikuwa baba moja, na ule baba nadhani baada ya kukiri Yesu ile siku nikamwambia, kama umemkubali Kristo leo, kama umekuwa, mimi ndio nimekuwa mtu wa kwa wiki nzima, kwa hivyo leo ni siku yako kupeana maisha yako kwa Yesu. Ule mzee alikubali Kristo, alikuwa ni Muhindi, alikubali Kristo akilia kwa machozi. Na baada ya hapo nikasikia hospitali wanipigia simu, huyu mtu alikuwa hali mbaya, ule mzee alienda vile. Kwa nataka uangalie entourage yako, wewe muevangeliste. Sikubalie wakuite evangeliste na ufanye evangelisation, hapana. Mungu atusaidie. Mungu atujalie neema. Mungu atupatie nguvu. Mungu atuwezeshe, atutoshe mu distraction. Ndio tatizo kubwa limekuwa hata kwenye makanisa, kwa sababu hakuna tena evangelisation. Kuna kweli ni ile migration spirituelle ndio imejaa sana, ndio imekuwa source ya maprobleme za hapa na pale. Kazi ziko. Mwimbaji alituambia kazi ya Bwana fanya kwa moyo bila kusukumwa. Kuna mavuno ni mengi sana iko. Yesu akuja. Kuna watu wengi sana, ukitembea hapa, nikisema hapa Canada, ukitembea tu hapa British Columbia, unakuta kuna watu wengi sana ambao wako tu pale kabisa maisha. Wanahitaji tu mtu akuja kumwambia habari njema, habari ya wokovu. Hata kama atakubaliana wewe leo, lakini siku moja atasemaka hii neno aliniambia.
Nakumbuka kanisa niliokoka ndani mimi, ilikuwa na kwa kila Jumapili, kila Sunday baada ya ibada tunakamata vipaza sauti, tunaenda na mtumishi wa Mungu sijui marsha ya Virunga, tunaenda sijui Katinde mnaenda naye mnazunguruka tu kule. Ndio kuna kutana ilikuwa sasa ni kutime kabisa ya kila siku. Kanisa tumeenda wapi? Ikifika Sunday kila mtu anamaliza anapotea. Hakuna hata programu ya evangelisation par semaine. Tukisema hata leo tumemaliza dimanche, bwana tutume fulani teremuka hapo, umebakia tu na titre evangeliste. Haitakusaidia na kitu. Fanyia kazi. Nataka tu nikukumbushe. Otherwise conflits tutakuwa nazo ni nyingi sana. Sababu tunalia le produit fini. Tunangoja kenye mwingine ameshatengeneza, njoo kabisa, njoo kenye kila mtu uko na pupie, uko na mtu samia ukia kunihubiri, unanihubiri. Wao nikumbushe tu kama ilisema kwenda kanisa, njoo utaniambia, lakini hapa unaona hivi hapa, hawezi kunihubiri mie tena, hapana. Mimi niko produit fini deja, kama ndeza kosa mbingu ni upuuzi wangu. Ule mtu mwenyewe unajua aliamini Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha, ni mtu wa kukumbusha tu, unamkumbusha. Lakini tushakuwa ni evangelisation. Nimkwambia Yesu anaenda kwa sinagogi kule. Kulikuwa sinagogi za Wayahudi. Kule njoo alikuwa anatafuta watu. Tuende misikitini kule, wala watu wanaingia kule, njoo tuende tuwahubiri. Tuende sijui kwa zile matempo zetu tunaona leo matemple fulani zimesimamishwa, masanamu. Kule njoo kwenye tuende tufanzie, hapana kanisani ndani, hapana. Ukiona mtu anafanya evangelisation dans les églises, huyo mtu iko mconfusion ya leo kenye iko ndani. Twende huko nje, njoo kuna watu wako wengi. Kila kwenye unapitaka usiniambie kama umeanza mwezi mpaka mwisho wa mwezi haujaona hata mtu mwenyewe unaona unaweza kumhubiri juu ya habari njema ya Yesu. Usinidanganye. Especially nchi za Ulaya kuna watu wengi sana wanahitaji kufanyiziwa kazi. Na kazi ni neno tu, kumwambia Yesu anakupenda, Yesu anarudi, Yesu atakuokoa. Zambi zako zitasamehewa. Kuna watu wenye wako very guilty. Wanajisikia kabisa ni kama wanahatia. Mambo waliyofanya, wanasikia kabisa kujuta, lakini anahitaji tu mtu akumwenkaji na kumwambia you are not wrong. Unahitaji tu kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha leo na atabadilisha maisha yako. Kama dada yangu nikwambie, unatumia mtandao Facebook. Kuna watu ambao wanadeal na wewe, wanachati na wewe na ni wapagani na unaendelea kuwasupport katika mambo yao ya upagani. Ni nafasi yako kwanza kuambia neno la Mungu. Wewe unaenda kwa WhatsApp, unakuwa na bidii ya kushare sije mambo ya utupu, mwili wa mtu uko wazi, unaweza kushare mambo ya pornography unaishare, lakini ni nafasi ile nzuri ile mtu amekutumia video ya porno. Unaweza kumwambia dada, Yesu anakupenda, achana hii mambo. It's very easy. Kunasikia mahubiri na hubiriwa imekujenga, sambazia hata mtu mwingine kushare, ni part of evangelism, lakini hakuna ile nafasi. Sina mengi ya kuzungumza, lakini nataka nikwambie, jirudie, uangalie kwa nini uko. Mungu amekuumba kwa ajili ya nini? Wewe mwinjilisti, nataka ukumbuke kazi yako ni gani. Baba, katika jina la Yesu, amba salam, alfa na omega, simba kabila Yuda. Anisifu na kulia asante na kuinua jina lako. Asante Bwana, asante simba kabila Yuda, kwa muda kama huu ulianza pamoja nami Bwana, na umeanza pamoja nami. Nalisifu na kulia asante na kuinua jina lako Bwana. Baba, bariki ndugu na dada ambao amenifuata Bwana. Bariki wale ambao Bwana wataendelea kufuata somo hili Bwana majeshi. Uwasaidie ukawasisimue Bwana majeshi. Ninaomba mwamba salama enda kuondoa esprit ya confusion kanisani Bwana majeshi. Baba, tumekuwa na wainjilisti wengi sana Bwana. Tumekuwa na wengi sana Bwana majeshi, lakini bado tunahitaji watenda kazi mfama. Yesu Nazareti Bwana majeshi. Ninaomba mwamba salama, neno hili Bwana likakute kila mtu Bwana majeshi ambao ako na chapa lao kwenye uso wake Bwana majeshi. Ule mtu ambaye Bwana hako na vocation ndani mwake Bwana majeshi, enda kumsisimua, enda kutana naye Bwana tena siku nyingine ya leo Bwana majeshi. Asante mfalme, asante simba kabila Yuda. Mbilio la msara kweli Bwana majeshi. Huko mnachoonea ni katika jina la Yesu. Ale Bwana tunaomba na kuamini. Amen, amen. Ubarikiwe sana ndugu na dada, nakutakia wiki ya amani, wiki ya heri, wiki ya mafanikio. Na ndugu yangu mwinjilisti, na kutia tena moyo sikia leo, simama. Muda ungali wa kufanyia Mungu kazi. Na wakati tutatafuta kufanya kazi na tutapata ile nafasi. Lakini kwa kuwa tunapata ile nafasi, tuna pumzi ya uhai ya bure, tuna ile bado uhuru ya kufanya kazi ya Mungu, amuka na ufanye kazi. Najua umesinzia, umelala sana, lakini muda huu tena nimekuja kwako nikukumbushe, na Mungu akubariki. Mimi ni Pastor Sylvain kutoka Galilea Fellowship Ministries. Tukutane tena wiki ijayo kwa majaliwa Mungu. Bye. Sambazia ndugu, sambazia jirani, sambazia na rafiki ili kwamba tuweze tukabarikiwa pamoja. Bye.